Usikose burudani kibao. Pakua PMTV Extra kupitia Play Store au tembelea tovuti yetu pmtvextra.co.tz. PMTV Extra, tuko kiburudani zaidi. Mambo vipi mtazamaji wetu wa PMTV? Karibu sana ndani ya PMTV Update. Kila siku upo na mimi naitwa Kaina, utanipata kama _KNTZ kupitia kurasa yangu ya Instagram. Sasa leo nimekusogezea moja story kubwa kuhusiana na mshambuliaji wa wekundu wa Msimbazi Simba Ibrahim Doumbia, wenyewe wanamuita Osman. Na miongoni mwa taarifa ambazo zimekuwa zikisambaa wiki nzima hii ni hukumu ambayo wanasoka wameipitisha mara baada ya kumuona kupitia michezo miwili tu ambayo ameicheza kupitia michuano ya kombe la Sekafa Kagame. Na kama ambavyo tunafahamu, sasa hivi mnyama yupo pale Rwanda akiendeleza mchezo wake wa tatu ambao unatarajiwa kuwa leo dhidi ya Singida Black Stars, mara baada ya kutamatisha mchezo wa kwanza dhidi ya Mogadishu pamoja na mchezo wa pili dhidi ya Jamus, ambapo yote hiyo mnyama hakufanikiwa kupata goli wala kuruhusu goli lolote. Sasa hukumu imekuja mara baada ya watu kuangalia namna gani ambavyo nyota mpya wa Simba Ibrahim Doumbia, namna ya uchezaji wake kulingana na takwimu ambazo amezibeba. Ni miongoni mwa wachezaji ambao tukizungumzia rekodi ambayo yuko nayo mpaka sasa hivi ni top scorer msimu ulioisha katika ligi ya Mali, ambapo ameondoka akiwa na idadi ya mabao 17 katika michezo 24 ya ligi ambayo amecheza pale Mali, lakini aliondoka akiwa na mabao 4 ndani ya kombe la Mali, ambapo alifunga mabao 4 kujumlisha msimu mzima, na maana ni miongoni mwa wachezaji ambao amemaliza msimu akiwa na mabao 21. Ni takwimu nzuri, ni idadi nzuri ya kusema kwamba pengine mnyama ametumia rekodi hiyo kwa ajili ya kumsajili na kuvutiwa naye, kumsogeza ndani ya timu yake ya wekundu wa Msimbazi Simba, na ikiwa yeye mwenyewe akiwa na target kubwa akiwa anaipambania ndani ya msimu ujao 26-27 ili aweze kurudisha heshima yake ya makombe. Tunafahamu msimu ulioisha amejitahidi kwa kumaliza msimu kuondoka na kombe la CRDB pamoja na kombe la Muungano. Pengine labda target kubwa sasa hivi ni kuboresha kikosi ili kuweza kurejesha kombe kubwa la ligi kuu la NBC, ambapo ndipo mnyama anakuambia analihitaji. Sasa mambo mengi yamezungumzwa kwa kutumia mechi mbili ambazo Simba amecheza na watu walivyomtazama mshambuliaji wao mpya Ibrahim Doumbia, kwamba hakuweza kupata goli sawa, lakini wengine wamehukumu performance ambayo ameionyesha. Wengine wanasema si kiwango cha kusema kwamba anaweza kuibeba Simba kwenye michuano ambayo ataenda kushiriki. Sio kiwango kusema anaweza kuonyesha ushindani kwenye soka letu la ligi kuu soka Tanzania bara hapa, kulingana na timu ambazo Simba anapinzana nazo, timu ambazo Simba anaenda kukutana nazo na usajili ambao wameufanya. Lakini sasa haya maneno yote ambayo anazungumza Ibrahim Doumbia, yeye amekuja tofauti kabisa. Kwanza kabisa ameonyeshwa kuvutiwa na kikosi cha Simba, ameonyeshwa kuvutiwa na wachezaji ambao amekutana nao, na akidhihirisha kwamba amekutana na miongoni mwa timu ambazo zina wachezaji bora sana. Ushindani anaopata ndani ina maana unamfanya ajione kwamba yupo kwenye timu ambayo itafanya wawe na kujituma sana ili uweze kupata nafasi. Nikinukuu maneno yake kulingana na yale ambayo anazungumza, watu wanamuuliza vipi, michezo miwili hakuna goli hata moja, michezo miwili hatukutegemea pengine tuone hivi bwana kutoka kwako Ibrahim Doumbia, na sifa zilikuwa nyingi. Watu wakaambiwa waongeze mabeki, kama usajili waliofanya mabeki kiholela holela, basi wakazia hapo kwenye mabeki. Sasa mimi nanukuu maneno yake ambayo ameyazungumza mara baada ya maneno kuwa mengi sana kulingana na michezo miwili ambayo ameicheza. Ibrahim anakuambia kwamba nimekutana na kundi la wachezaji wenye ubora mkubwa. Kila mmoja ana hamu ya kushinda, na hilo linanipa imani kuwa tutakuwa na msimu mzuri. Kazi yetu ni kuendelea kufanya mazoezi na kutekeleza maelezo ya benchi la ufundi, alizungumza. Lakini akaendelea anasema, nasubiri kwa hamu kucheza mbele ya mashabiki wa Simba. Nimeambiwa wanaipenda sana timu yao na ninaahidi nitafanya kila ninaloweza kuwasaidia kufurahia msimu huu. Hayo maneno aliyasema Ibrahim Doumbia. Anasema yeye anachokitamani zaidi ni kucheza mbele ya Simba. Pengine ana surprise kutoka kwao, ama ana surprise ambayo amewaandalia. Tunafahamu mchezo wa kwanza wa Simba ambao ataenda kucheza nao hapa katika ardhi ya nyumbani Tanzania ni mchezo dhidi ya mtani wao mkubwa Young Africa, dabi ya Kariakoo katika michuano ya ngao ya jamii. Je, Ibrahim Doumbia unadhani anaweza kushine katika mechi hiyo? Kama ameshindwa kushine kwenye mechi za michuano ya Sekafa Kagame, anaweza kushine kwenye mechi ya dabi? Pengine labda ni kitu ambacho watu wengi
hawezi kutoa jibu la moja kwa moja leo, lakini kinaweza kutokea. Lakini si kwake tu, imeonyeshwa kuna imani kubwa pia kwa kocha wa benchi la ufundi Steve Barker, ambao yeye amepita na wachezaji wa msimu ulioisha wote, amewaona vizuri wote waliopita, washambuliaji wote, lakini anaonekana kama ana imani kubwa sana na Ibrahim Doumbia. Yenyewe ni miongoni mwa wachezaji, kwanza tunafahamu mchezaji ambaye ana kasi kubwa, ana nguvu, namna anavyoweza kupita mabeki. Hili limedhihirishwa pia na kocha mkuu wa Simba Steve Barker kwamba alikuwa anahitaji pia mchezaji aina ya Ibrahim Doumbia kutokana na kasi yake, nguvu, namna ambavyo anajiposition. Hiyo zote hizo nikizungumza ni miongoni mwa sifa za washambuliaji. Pengine labda hivyo vitu kocha ameviona kupitia kwake Ibrahim Doumbia. Na nukuu maneno ambayo pia aliyazungumza kuhusiana na mchezaji huyu, anakuambia nafikiri atawapa wakati mgumu mabeki wa timu nyingi. Unaweza kuona uwezo wake wa kuwapita na kile kinachokiona kutoka kwake, ingawa bado tuna kazi kubwa ya kuboresha timu. Aliyasema hayo Steve Barker katika mazungumzo yake mara baada ya Simba kutofanya vizuri kwenye michezo miwili hii ambayo wamecheza. Tunafahamu kwanza mchezo wa kwanza Ibrahim aliingia dakika 76, lakini mchezo wa pili Ibrahim aliweza kuingia kipindi cha dakika 45 takriban amecheza. Ina maana ni namna gani ambavyo mwalimu alimwamini dakika za kwanza akampa tena nafasi mchezo wa pili na kuongeza dakika nyingi zaidi. Haya ndio yale machache mazuri ambayo unapata kupitia PMTV Update, ambapo sisi tunakusogezea kila siku. Ni wewe tu hakikisha umesubscribe na upo tayari kukaa karibu na page yetu ya PMTV. Tunakusogezea update zote ambazo zinajiri kila muda, kila wakati. Tupo na PMBet, hakikisha pia unajisajili kupitia www.pmbet.co.tz. Mimi ni Kaina, nilikuwa na director Nyoni nyuma ya kamera.